katika ibada ya kumuomba na kumuishia Bwana siku nyingine ya ajabu. Nimekuwa nikiongea na mtu mmoja jana akiniambia maombi maana yake ni vita vya kiroho. Kaambia hapana, maombi ni maongezi na Baba. Haleluya. Maongezi ni tofauti na vita. Ila kwenye maombi sehemu fulani inawezekana ukapigana vita vya kiroho. Lakini unapoenda asubuhi kwa ajili ya maombi, inabidi muda mwingi umtaje Mungu kuliko hata adui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakuta mtu toka maombi na kwanza anamuona shetani kwenye kila kona. Haleluya. Badala ya kumuona Mungu. Yaani mchana kama leo tunaona giza linakimbia, mtu analiona giza badala ya kuona nini? Nuru. Ina maana na matatizo ya kufikiri. Yeye kila kitu anakiona ni giza tu. Hata simu akifungua anaona giza. Akifungua Biblia anaona mapepo yapo karibu na Biblia. Ina maana kuna tatizo kubwa. Lakini mtu ambaye amemjua Mungu wake, kwanza yeye mwenyewe ni nuru, kwa anatembea katika nuru. 80% ya matatizo yanayo mwanadamu ni kwa sababu ya kutomjua Mungu, sio kwa sababu ya shetani kupambana naye. Mtu mmoja akasema kuna mambo ambayo watu wanayafanya shetani siku moja atawakataa. Hiyo wewe umefanya mwenyewe, kwa sababu mengi anamsingizia. Na ukiangalia kuna ukweli, kwa sababu ya tabia za mtu binafsi. Hata shetani hayupo, ameamua kuukunja moyo wake. Sasa hilo sio shetani tena, ni kazi ambayo ni mtu binafsi amejivalisha kofia ya kuwa adui mwenyewe. Uadui na Mungu ni binafsi. Anaweza kukushawishi, kazi ya adui ni kushawishi. Lakini ni kama mwanamke ambaye anataka kuolewa au binti. Sio kila mwanaume atakayemfuata atamkubalia. Akifanya hivyo tutamuita jina fulani huko mtaani. Kwa mambo mengi shetani kazi yake ni ushawishi. Ukasema fulani alikuwa na tabia mbaya binti, eti kwa sababu ameshawishiwa na wanaume wengi. Yeye mwenyewe amjishawishi na kuwa na wanaume wengi. Kwa kuwa makini, ufikie kimo cha kumjua sana mwana wa Mungu, ili tupate uzima na kuzidi kukomaa kiroho. Kwa ajili ya kutupeleka mbele za Bwana, ninaomba pamoja tuweze kufungua Zaburi ya 116. Zaburi ya 116. Zaburi ya 116. Haleluya. Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamuita siku ya tabu zangu zote. Kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata. Niliona tabu na huzuni, nikaliita jina la Bwana. Bwana, na kuomba sana, uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana huwalinda wasio na hila, na alidhihirika akaniokoa. Nafsi yangu, urudi laani mwako, kwa kuwa Bwana amekutendea ukarimu. Maana ameniponya nafsi yangu na mauti, macho yangu na machozi, na miguu yangu na kuanguka. Nitasema mbele za Bwana, nitaenenda mbele za Bwana katika nchi ya walio hai. Naliamini, kwa maana nitasema mimi naliteswa sana. Maana nalisema katika haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele za watu wake wote. Ina thamani machoni kwa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Nitakutolea dhabihu kushukuru na kulitangaza jina la Bwana.
Nitaliondoa nadhiri zangu kwa Bwana, naam, mbele za watu wake wote, katika nyua za nyumba ya Bwana, ndani yako, Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo makubwa manne. La kwanza, usizani watu wanampenda mtu kwa sababu ameamua kumpenda. Mtu mmoja akasema, unajua, yaani unapoenda kwa Mungu usitegemee chochote. Kuna injili ya umaskini ambayo mtu anakuwa nao mwenyewe, alafu kuna injili ya Mungu. Mungu tunakwenda kwa sababu tuna matarajio. Na Mungu anapenda sifa, anapenda kutusaidia. Daudi anasema, ninampenda Bwana kwa sababu, kwa nini? Ana mambo ya kumumunya. Anasema, ninampenda Bwana kwa sababu anaisikiliza sauti yangu. Na hiyo ni tabia ya Mungu. Unajua, hata kwa katika familia, wale wanaokuwa kwenye familia wachache, unapokuwa na mke au mume anaongea, kuna wakati unampotezea. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba kila kitu lazima ukiongewa na wewe unaongeleka kweli. Kuna vingine unapotezea. Lakini Mungu anakusikia kila unachoongea. Mungu hachoki. Hebu chukulia maombi ya kila mmoja hapa, huyu mzee hapo, baba, mama hapo, wote hapa. Alafu amekaa pale anasikiliza wote. Huko anamsikia. Kila mtu anaona ni Mungu wake. Huyu Mungu nampenda. Huyu Mungu lazima umsikie, kujisikia kumpenda. Kwa sababu ni mzuri, kwa sababu ni mwema. Ananisikia dua zangu. Anasema mstari wa 2, amenitegea sikio. Kwa hiyo, kwa sababu Mungu amekaa ametega sikio, ndio maana tumekuja asubuhi leo. Tunajua papa gasika, kila mtu anaomba kivyake, kila mtu na lugha yake, bado Mungu anakusikiliza. Alafu anajibu. Ikarobo zeka. What a God. Huyo ni Mungu wa aina gani? Ndio maana mtu mmoja akasema, namna gani sijaona Mungu kama wewe. Namna gani? Hebu tuimbe wimbo, alafu tutakapoenda kuabudu nikimalizia. Namna gani? Mungu wa namna gani wewe? Bado sijaona. Bado sijakutana na Mungu ambaye ni wa tofauti na namna hii. Kwa sababu nikikutafakari sikuelewi. Lakini inanitisha na kunijua kwamba kumbe mimi ninamwabudu Mungu aliyekuwa na nguvu sana. Lakini jambo la 3, Mungu anawalinda wasio na ila. Kama kuna kitu ambacho anachukia duniani, moja ni mambo mawili. Kwanza, mtu ambaye anaongea bila kujielewa. Unakutana na mtu anaongea maneno ambayo yeye mwenyewe hajatafakari. Hivi na yasema haya yanajenga, yanaharibu, yanakuza? Mimi mwenyewe ningeulizwa hichi anachokiongea ningejibu nini? Yaani kajajiuliza, yamekurupuka tu. Bapo limekuja moyoni, papo kalibeba akaanza kuliongea. Natamani mtu ambaye anatumia kidogo akili. Nampenda mtu kama huyo. Mtu ambaye ni wa maana sana, ambaye ni wa pili, ni mtu ambaye ni mkweli. Kama kuna jambo atatumia ustaarabu kuliulizia, kulielewa vizuri. Mtu yule nampenda sana. Lakini namchukia mtu ambaye ni mnafiki. Yeye kazi yake ni baba, nimesikia, nimeambiwa, nimesema, mimi. Kwani usiulize? Kwani usikae chini ukauliza vizuri ukapata taarifa? Kwa nini mdomo unakuwa mbele kuliko akili yako? Kataa hiyo roho. Kuwa mtu ambaye moyo wako uko wazi. Nilikwambia siku moja, ukiwa unataka kuwasha taa kwenye nyumba hii, sio lazima uanze kuanzia kule unagusa ukutani. Unajua taa iko pale, nenda kawashe pale taa. Kuna mahali unaweza kukutana na mtu ambaye atakupa majibu ya maisha yako. Kwa nini unaanza kuzunguka kote ukatafuta sehemu ya kuwasha taa kote? Unaboga upupu. Ni ujinga na kukosa akili ya kiroho. Natamani usiendelee kuwa mjinga. Anasema kwamba Mungu anamchukia mtu mnafiki, anampenda mtu asiyekuwa na hila. Kama mtoto mdogo unapomwona usoni kwake ndivyo alivyo moyoni. Lakini kuna wanadamu tena wameokoka, ni wanafiki kama mbwa moyoni, usoni wanacheka. Ni wanafiki kama mbwa moyoni, huku wanajifanya wako na Mungu. Natamani usiwe mtu aina hiyo. Hiyo mbingu utaisikia kwenye redio. Unapoteza muda na Mungu.
nenda kalime, nenda kaibe. Acha ujinga ambao una maana, kwa sababu mbingu utaisikia. Kuwa mtu ambaye jinsi ulivyo, tunavyokuona ndivyo ulivyo ndani ya moyo wako. Jinsi unavyoonekana katika kunena kwako ndivyo ilivyo moyoni mwako. Kuna mtu unakutana naye, ukimwona usoni unamwona yuko poa, akianza kuongea maneno unasema Mungu wa mbinguni, ndio maana namuona hivi. Mtambo. Bwana Yesu asifiwe. Natamani usiwe mtambo. Kuwa mtu ambaye ndani ya moyo wako unachokiona Bwana aone pia katika moyo wako. Usiwe na maisha mawili, watu wawili tofauti katika mtu mmoja. Wewe mwenyewe ujiogope. Na kuna mwingine anajiogopa hata yeye mwenyewe. Yaani mimi nikifyatuka. Yaani wewe ni nani? Mtu anayefyatuka ni nani? Acha unafiki. Kuwa mtu ambaye ni mkweli kwa ajili ya Bwana. Itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kamba za meuti zilinizunguka. Niliona taabu na huzuni, lakini Bwana amenisaidia. Lakini Bwana akanishika mkono, akanitoa shimoni na kuniketisha mahali palipo juu, mahali pa unono, kwa sababu Mungu ni Mungu aliye mwema. Bwana anajua yawezekana umedhirika. Anasema, anatumia jina ambalo nilipenda sana, nalidhirika, kudhirika. Mungu akaniokoa, akanipandisha mahali pa juu. Anamalizia kusema, nilijua nimeteswa sana, na katika kuteswa kwangu nikasema wanadamu wote ni wahovyo. Akasema nilikosea. Nimegundua kumbe mimi sipambani na wanadamu, mimi sipigani na watu. Nikimtumikia huyu aliye juu, nikamuomba kwa bidii, wanadamu Mungu atawaamuru, wewe msaidie yule, wewe msaidie yule. Wewe kazi yako ni kumtumikia Mungu, ndipo atakupa mlango na njia yake. La mwisho anasema, kama umeokoka, umemwekea Mungu nadhiri, hakikisha unaziondoa nadhiri kwa Bwana. Usiwe mtu ambaye unaweka nadhiri alafu utimilize. Zitakutesa. Kama ulimwahidi Mungu jambo, lifanye upesi. Kama una jambo ndani ya moyo wako ulimwahidi Mungu, jitahidi kwa namna yote, kwa sababu itakuwa kitanzi kwako. Kwa uelewa huo, ninaomba kwa ule wimbo ambao tulikuwa tumeongea tangu mwanzo, tuende mbele za Bwana, tumwabudu, kisha tukamshukuru kwa asubuhi ya leo, na tukabidhi ibada hii katika jina la Yesu. Wakati umefika
tueleze nini tunakushukuru. Kamba za mauti zilituzingira, lakini kwa mkono wako wenye nguvu Bwana umetupa kibali cha kuiona tunasubiri. Tueleze nini mbele zako Bwana? Tuseme nini zaidi ya kukushukuru wewe? Tueleze nini zaidi ya kusema asante Mfalme? Asante mwenye nguvu, asante mwenye haki, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Baba, tunakushukuru kwa sababu unasikia maombi na dua zetu. Tunashukuru kwa sababu Bwana hata tunapoleta mengine magumu, hata ambayo ni ya kijinga, bado unatuhurumia. Asante kwa sababu ni Mungu unasikia. Pokea sifa, pokea utukufu na shukrani. Na ndipo siku ya leo tunaiona Bwana, nuru kubwa inatembea umetupa bure. Asante kwa usiku uliopita, tumelala vizuri, umetupa usingizi, umetulinda na mabaya yote. Tunakushukuru, tumeiona tena asubuhi leo. Tunaikabidhi baada ya mikononi mwako. Roho Mtakatifu, kiongozi wa kanisa, tusaidie, tuongoze, ukalimiliki kanisa lako wewe. Nena katikati yetu, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe wimbo moja, beti ya kwanza tu, halafu tuingie katika wimbo namba 114. Wimbo namba 114. Nashangaa kabisa nikitazama kama vilivyo nyota ngurumo, vitu vingi vyote viumbavyo kwa uwezo wako. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Amen. Baba, tuketi. Asubuhi ya leo ninapenda tujifunze somo ambalo limempendeza Roho wa Mungu, kwamba linaitwa uovu hautakaa katika kambi yangu. Uovu hautakaa kwangu. Unajua kuna tofauti kati ya dhambi na uovu. Dhambi ni kitu kinatokea kwa bahati mbaya, ni kitu ambacho mtu anapambana nacho kishinda kila siku. Uovu ni tabia ya dhambi iliyokisiri, iliyokuu. Mtu ambaye ni mbea, yani parapa hapa anageuza maneno kila siku. Papa akiambiwa A anasema B, afikiri kichwani kwake ni domo lake lilopewa, kazi yake anajua ni kuongea. Domo sio kazi yake kuongea. Hata gari na kapa ni sio imetengenezwa nje, ni kazi yake kuwaka tu kila saa. Inafanya kwa ajili ya nini? Kwa kuna mtu ambaye ni mbea, lazima tafute maneno ya chumvi na pilipili kudanganya. Huyo mtu mwenye tabia hiyo, akifanya mara ya kwanza tunasema ni dhambi, mara ya pili ni dhambi, mara ya tatu ni mwovu. Amezoea tabia ya dhambi. Mtu akamatwa na dhambi ya uzinzi kwa mara ya kwanza, tunasema hiyo ni dhambi. Anapambana kwa ajili ya kushinda uzinzi kila siku, hiyo ni dhambi. Akifika hatua amezoelea uzinzi, huyo sasa tunasema ni mwovu. Uovu ni dhambi ya kukataa Mungu. Dhambi maana yake ni dhambi, ni uasi kinyume cha Mungu. Dhambi ni kukataa kusikiliza sauti ya Mungu anataka kufanya nini. Dhambi ni kukataa kufanya yale ambayo Mungu ameelekeza. Ombeni bila kukoma, wewe uombe. Kweli na Biblia, wewe una Biblia. Mwaka wa kwanza, wa pili, unaenda kwenye uovu. Yaani wewe sasa ni muovu. Muovu ni mtu ambaye ameamua kukubuu, amezoea dhambi mpaka haoni hata aibu. Yaani anaizoea dhambi mpaka anakuwa anaona kama jambo la kawaida. Na hata ukimpa nafasi wakati mwingine unaweza anaongea vitu ambavyo kwa mfano juzi ndio mwingine anasema kujichua ni tabia nzuri, inasaidia
amezoea uovu mpaka amefika hatua anaweza kuongea kwenye moyo wake. Kwa sio dhambi tena, ni mwovu. Kwa hakuna mtu mbaya kama mwovu, kwa sababu kanisani atakuwa kama kondoo, lakini akitoka nje ni kwa kwetu ni jitu la ovyo, hakuna mfano duniani. Hiyo ndio tunasema uovu. Na ndio maana Mungu wapatiliza waovu. Kwa sababu mtu ambaye anakosea, Biblia inasema mwenye yake ataanguka mara 7. Kuna kuanguka, lakini usizoe kukaa pale chini. Mmoja juzi anasema amemfuata mama watu, anamwambia kwamba unajua, pamoja na kwamba mimi inawezekana ni mwimbaji kwaya, mwalimu wa kwaya mzuri kanisani, lakini kuwa na nyumba ndogo 2-3 ni jambo la kawaida. Uovu katika moyo wake umemshika. Kwa anatembea ni jitu ovu la ovyo. Hamna kitu zaidi ya hicho. Mtu kama huyu mpendwa katika Bwana, na nasema kwa uzuri, atatembea sana kwenye njia panda. Barabara hii ya njia panda ya kwenda Dodoma, kwenda Arusha, kwenda Iringa, atakuwa kila siku maisha yake akiwa anazunguka. Anamjua Mungu, naona anaongea Biblia, anapiga vifungu vizuri, amesoma maandiko vizuri, lakini ni mtu wa hovyo. Mungu anakuwa. Kwa hiyo badala Mungu kumbariki, Mungu anakuepana naye. Yeye anapita kushoto, Mungu anapita kulia, anajiona yuko vizuri. Ni sawa sana mtu ambaye amechukua nguo ambayo imechanika mwili mzima, alafu umevaa na suti yako na tai, alafu unatembea, alafu unajiona bado wa maana. Pendwa katika Bwana, uovu haujawahi kumtajirisha mtu. Mungu upiga uovu. Na kutokuwa na uovu ni uchaguzi, sio jambo la kukisia. Asubuhi leo siongee kwa uovu kama uovu. Nataka ujue, ukiona mtu anakuwa na uovu na ameokoka, yaani ukimwangalia unamwona ameokoka, ukikaa naye dakika 10 unagundua kumbe ni shetani ndani ya suti. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kwamba ndani ya moyo wake hajaamua kweli kuokoka. Aliokoka ndio, akamkiri Yesu, lakini baadaye akaamua kuzani kwamba ana akili kuliko Mungu. Hakuna mwanadamu aliyefanikiwa eti ana akili kuliko Mungu. Eli wanyenyekevu, eli wenye upole watairithi nchi. Asubuhi leo tunaongea juu ya uovu kutoka katika kambi yako. Usikubali kuwa mtoto wa Mungu unayekuja asubuhi saa 12 alafu una tabia za kishetani. No. Ukishikwa na hasira mpaka misuli na kakamaa, alafu unasema unaenda mbinguni. Mbingu ya nani? Bali tengeneza mjomba wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ni mbingu ya Yesu, sahau kwenye dunia. Lakini natamani uamue kubadilika. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 14 inasema, Waefeso 4:13 mpaka 14, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, rabo sekoli ya darabashi, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila za watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mpendwa katika Bwana, Mkristo unapookoka, umemjua Bwana, Mungu unategemea waze safari. Unategemea waze kukua. Anasema kule mbele unafika pale ndio Yesu alipo. Kipimo chetu sisi cha maisha yetu ni Yesu. Kwa hiyo inawezekana ukawa unaanza mara ya kwanza huwezi kuomba usiku. Tutakuangalia. Lakini unatamani, unapigana vita. Kuna siku unaomba, kuna siku unapitiliza usingizi, kuna siku unafanya mbio, unajitahidi kufanya kile unachotakiwa kufanya. Tunasema wewe mtu anaelekea kumjua Yesu, kwa sababu ndio alama yetu kubwa. Lakini kuna wengine kila anapoamka asubuhi alikuwa ameokoka, bora hata siku alipookoka, anapozidi kwenda mbele anazidi kuwa muongo, anazidi kuwa na hasira, anazidi kuwa na chuki, anazidi kuwa na tabu, anazidi kuwa mzinzi, anazidi kuwa muongo.
Yesu yuko kule. Kwa anapozidi kwenda, siku zinapozidi kwenda, Yesu yuko mbali. Tabia yake na Yesu ni mpaka anatoka chini. Ndio amevaa koti limeandikwa nimeokoka, lakini ndani ya moyo wake ni madudu kuliko shetani, kwa sababu ameamua kutengeneza tabia za kishetani. Kwa baada ya muda sio mrefu, huyu mtu anaitwa muovu, kwa sababu ni mtu ambaye anamzoea Mungu mpaka kiasi kwamba dhambi haiogopi. Lidomo lake likiamua kuongea chochote linaongea tu, wala hana hofu na Mungu. Maadamu limekuja na kuongea, linashuka, linatolewa, linatoka. Ajui madhara ya kitu anachokisema. Anasema nitamkomesha, nitawaonyesha kwamba mimi ni fulani. Pendwa katika Bwana, hiyo mbingu uitengeneze wewe. Yesu anategemea siku zinapozidi kwenda tukuone ukaribu. Yaani tulikuona tabia yako, maneno yako, mwenendo wako, usimamo wako, maombi yako, njia yako. Tunamwona Yesu. Tunamwona Yesu. Watu wakikuona kwa jicho wanamuona Yesu. Wanaona yule tabia. Anasema tukue tufikie kimo cha kumjua sana mwana wa Mungu. Kwa tuna kazi ya kuendelea kukua. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema sidhani kama nimefika, ila nakazana mwendo, napiga hatua, nakazana niweze kujua sana huyu mwana wa Mungu na kufikia kimo cha Yesu. Alama za kuonyesha kwamba huyu mtu amekuwa kiroho au anaelekea kwenye kuwa kiroho. La kwanza ni mtu anaweza kuishi katika shinikizo lolote. Ukiona siku katika huduma, mimi nimekaa katika huduma chini ya watu, kuna wakati mtu anakuja na kutukana asubuhi, anataka kuona kama kweli umeokoka, matusi mazito, alafu unacheka. Mungu akubariki. Una amani na ndani ya moyo kuna kinyongo. Sio kama anakutukana kwa sababu akupendi, anataka kuona kama je, nikimjaribu huyu mtu katika njia hii ni mtu anayejielewa kiroho, kwa sababu Mungu atakujaribu moyo wako. Je, nikimgombeza na nampongeza kwa mkwala mzito, atanielewa? Unakuta dakika moja ushapiga kelele. Hata kanisani anasema mimi siji tena. Unajua hapa madudu. Hamna kitu. Amekaa kanisani miaka 10, lakini ni mtoto mdogo kuliko hata mtoto wa miaka 3. Kwa Mkristo ni mtu ambaye anaweza kubeba mambo mazito magumu akapita kwenye moto bila mashaka. Mdomo wake akauzuia kuongea. Nawaambiaga watu, maisha siku zote ni kazi yake. Mungu anataka kutuweka bora zaidi kwa kubali kunyenyekezwa. Kwa hiyo ni sifa kubwa sana. Lakini la pili ni mtu ambaye anajali wengine kuliko yeye mwenyewe. Ukiona mtu anakuwa ni mtu ambaye anajiona yeye anaweza kupata yeye kitu fulani, lakini wengine wanapata shida na anawaona na anajisikia raha kwa wengine wanapata shida, huyo mtu ana matatizo makubwa. Ndani yake hakuna hofu ya Mungu. Uovu umekamata. Ni mtu ambaye anajiona yeye kuliko wengine. Yuko tayari yeye ale chakula wengine wakose. Yuko tayari ajifungie na kakasani tena kiwali na nyama choma wengine wakose. Lakini ukiona mtu anasema hivi chakula hiki hata wengine sidana choma, bora mimi nikose wengine wapate. Huo ndio Kristo. Hiyo ndio alama ya kukua na Mungu anamtaka moyo huo. Lakini ukiona bado una vichoyo, unajiona wa maana wewe ndio juu, wewe ndio unaona wengine na lugha za ajabu ajabu, huwezi kumwonea mtu mwenye njaa. Pendwa katika Bwana, hiyo mbingu utaisikia kwenye redio. Lakini tabia ya tatu ni mtu ambaye anaweza kuongoza mdomo wake. Sio mtu mwenye tabia za kujiongelea chochote kinachokuja. Anajua wapi aongee, wapi akae kimya, wapi atoe idea, wapi atulie. Sio kama anakuwa mjinga, anajua namna ya kuongoza. Maneno yanatoka kichwani kwake kwenye mdomo, lazima yapate kwamba utulivu kwanza. Lazima apitie kwenye hivi na kuchosema hiki kinamsaidia nani. Lakini leo tuna watu ambao hawana hata haya kuongea mambo ya aibu kwa ajili ya watu wengine. Vitu ambavyo hawavijui vizuri wanaamua kuviongelea. Mdomo unafunguka, utazana anajua mambo mengi.
lakini kumbe ni mtu ambaye amesikia na yeye. Usiwe mtu wa yeye. Jambo la 4 ni mtu ambaye ni mvumilivu na muombaji. Utamwona tu mtu muombaji, utamwona tu mtu mvumilivu. Ni mtu ambaye anaweza kutembea katika, anajua ni machira. Mbele Yusufu anafanya kazi ya houseboy, kazi zake ni ngumu, anashiriki nyumba yote, kazi yake ni nzito, lakini ni mvumilivu, akijua kwamba hamfanyii kazi mwanadamu, anafanya kazi kwa ajili ya nani? Hicho ndicho kinaonyesha mtu, kwa sababu kama huyu muombaji ni kwamba utalalamika, na ukishakutana na Mkristo ambaye ni kulalamika asubuhi mpaka jioni kana kwamba yeye ndio amefanywa mabaya, angalia mazuri, yeye kazi yake ni hapa mimi wananionea mimi wewe, who are you? Natumia lugha ambayo inatumika juzi. Wewe ni nani? Kwa nini useme wengine? Kwa nini ukae wewe ndio unalalamika, wewe ndio unaonekana kwamba wewe ndio tofauti, wewe ndio unaonekana wa haki? Ni ujinga. Hiyo ni utoto wa kiroho. Jambo la 5 ni mtu ambaye mnyenyekevu na anafundishika. Wale wanaojua tuko nao Jumatano, nikiingia kwenye ibada kama mimi ndo nasimama kufundishwa, nitakuwa na daftari, nitakuwa na kalamu. Simzoei Mungu. Mungu azoeleki. Mungu sio shemeji yako. Unapoingia kanisani uji kwenye ibada ya sako, huyu sako ni mtumishi tu. Una hofu ya Mungu, inawezekana Mungu anakutumia mtumishi wake kaongea na mimi neno fulani, nitaliandika. Mstari inawezekana ukanisaidia nitachora kwenye Biblia yangu. Ana hofu ya Mungu anapoingia nyumbani kwa Mungu. Haingii nyumbani kwa mtu. Yaani aje hapa kwa ajili ya kukaa, anamwangalia mtu fulani anaongea story. Sio sema story. Hapa ni mahali pa kumsikiliza Mungu. Kwa anakuwa na hofu, anajichoka kwa mimi naenda wapi? Anapoamka asubuhi anajua anaenda nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya kusikiliza na kuomba. Kwa ile ishara lazima mkawafanya wanafunzi mataifa kuwa wanafunzi. Ina maana kwamba kuna tabia ya wanafunzi. Mwanafunzi anaandika siku zote, Ukristo ni mwanafunzi milele. Lakini ukikuta mtu amefika hatua yani unasoma neno anaona sawa tu, no problem, tuombe sawa tu, siku inaisha, tunaendelea ugali, marage, mchicha, nyama choma, kwenda mbele. Mtu ni mjinga huyo. Mungu atamsikia kwenye redio anasema watu wao wanaoga, wanafua mkuu lakini hawatakati, wanaoga lakini wananuka kikomba kila siku. Kwa wapatiliki ni unasema ni gogo ambao limekaa kwenye maji haliwezi kubadilika kuwa samaki. Natamani tusiwe watu wa hiyo. Tuwe ni watu ambao kila siku neno la Mungu linapopiga nyundo na sisi tunabadilika. Na Mungu anakupima. Kuna mambo hawezi kuachilia. Kuna vitu hawezi kukupa. Anajua huu moyo ni moyo wa uovu. Kwa mtu ambaye amekosa unyenyekevu, huyo mtu ni mtu hatari. Mwisho ni mtu ambaye anamjua Mungu kwa upenzi. Amemjua Mungu wake na ameamua kumwishia Mungu wake. Sio mbabaishaji. Anaelewa anachokifanya na Mungu wake. Ndio Mungu anataka tukue, tufikie kimo cha Kristo. Tusiwe watoto tena. Tusimame. Maana ni wewe Bwana. Nakuabudu maana ni wewe Bwana. Nakuabudu maana ni wewe Bwana. Nikuitapo Bwana unashukuru
Sema, Baba nakushukuru kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa neno lako. Nimekusikia Bwana ukiongea na roho yangu katika jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo ninatubu uovu wote ambao uko ndani ya maisha yangu na nimeendelea kufanya. Ninaomba msamaha. Naomba utakaso. Damu ya Yesu Kristo ikaniweke huru kweli kweli. Ninatubu kwa moyo wangu wote. Ninatubu kwa roho yangu yote. Bwana, kumbuka rehema, ukanisamehe, ukanihurumie kwa damu ya Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, achilia moto wa Roho Mtakatifu ukanisaidie kwa upya katika jina la Yesu. Baba, ninaomba eneo lolote la maisha yangu ambalo alijavunjika, ambalo limejaa uovu na dhambi, Bwana, ninaomba ukalivunje wewe katika jina la Yesu. Eneo lolote la maisha yangu ambalo alijavunjika, ninaomba ukalivunje wewe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo uniweke chini ya mbawa za Roho Mtakatifu, ukanibadilishe maisha yangu, ukaibadilishe roho yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu naomba kifungo chochote ambacho kinazuia nisiwe na nguvu za kiroho kikatike na kubomoka leo katika jina la Yesu. Mungu wa Israeli, ninaomba asubuhi ya leo wageni wowote ndani ya moyo wangu wanaonifanya nisiwe Mkristo, niwe mtu wa hovyo, ninaomba leo uniponye Bwana. Nipe utu wema, nipe uaminifu, nipe tabia ya Kikristo katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba asubuhi ya leo ukayaongoze maisha yangu, ukanipeleke juu ya mlima utakatifu, mlima wa kukua kiroho, mlima wa kukujua Yesu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu asubuhi ya leo achilia mbingu zifunguke na utukufu wako ukaonekane juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ingia kwenye maombi yako sasa, muombe Mungu, ongea na Mungu wako. Ripa sekolienda mamashi mekeze kirebuza rika wakalende mabosi. Baba, kila uovu ambao katika maisha yangu naomba kupitia neno lako leo ukaungue kwa moto, bali ukanipe utakatifu na uaminifu. Kanisa lote ukalijenge katika misingi ya utakatifu, ukawajenge wa Kristo ambao wanajielewa, wa Kristo ambao wanamjua Mungu wao, wa Kristo ambao wanamjua kweli yako. Baba, ondoa watu ambao Bwana wamekusudia kuwa waovu mioyoni mwao, kila aina ya uovu na dhambi ambayo imekaa katika misingi ya watu wako leo ikapate kufutika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, onekana kwa ajili ya watu wako. Bwana, onekana kwa ajili ya roho zao, ukawabadilishe wewe, ukawakuze wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Ongea na Mungu wako kwa ajili ya kanisa. Ombea washirika. Mungu akasababisha kanisa lipate watu waliokomaa kiroho, watu wanaojielewa kiroho, watu wanaoaminika kiroho kama mabalozi halisi wa Yesu katika jina la Yesu. Lakini ombea taifa la Tanzania pia. Bwana, endelee kutupa amani, akaendelee kuleta hekima kwa viongozi wetu ili tukafikie kimo cha ustawi wa Kristo. Inua sauti yako, nenda mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru asubuhi leo. Tunaliombea kanisa la Maria, washirika wote kokote waliko. Baba, wale waliokuwa na moyo wa kuomba asubuhi, mchana na jioni, naomba miguu yao ipate nguvu mpya, magoti yao yapate ujasiri mpya, waweze kuwepo kanisani kwa ajili ya kutafuta uso wako. Ninaomba neema Bwana, ninaomba msaada wa kiroho ili Baba watakatifu wako kaweze kuwepo mahali hapa katika jina la Yesu. Popote walipo Baba, sababisha roho ya kiu, roho ya kukua kiroho ikawa juu yao. Baba, tunaombea taifa la Tanzania, ukaikumbuka nchi yetu na Bwana. Tunaomba amani ya taifa hili. Baba, ukaendelee kuwapa viongozi wetu hekima ili kiwa ni chanzo cha amani hii kustawi, amani hii kukua, amani hii ya kuweza kujua namna Mungu anapotaka ende nayo katika jina la Yesu. Baba, tunaomba amani ya taifa la Tanzania. Baba, tunaomba amani ya taifa la Tanzania. Baba, tunaomba amani ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu, katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa asubuhi ya leo, asante kwa saa hii. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu, amen. Tuseme pamoja sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, bali utuepushe na ule mwovu. Kwani wako ni ufalme, nguvu, tukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki katika jina la Yesu.